Game ya muziki duniani kote ina vipindi tofauti tofauti katika maisha ya msanii. Kuna time utashine, utafanya vizuri na jina lako litatajwa kwenye stage. Kila mtaa ngoma zako zitapigwa, ngoma zako zitakuwa kali, watu wataimba ngoma zako mpaka chorus. Lakini game ya muziki pia inaweza kukufanya uwe down, kipindi ambacho unatoa ngoma watu ni kama hawaoni, na hata akiona hawazungumzii, media and wadau hawasupporti kabisa ngoma zako. So hiyo ni nature ya game duniani kote. Hakuna msanii yoyote ambaye aliwahi kuwa noma akafanya poa kwa miaka mingi graph yake isishuke. Yani kuna point graph inakuwa ipo juu sana, afu kuna point graph inaanza kushuka taratibu. Though kuna baadhi ya wasanii ambao ni kama wamebarikiwa kwa sababu wao waliweza kumaintain toka wameweza kushine, wapo tu hapo juu hapo chini, lakini wapo hapo kati. Kwa mfano kwa hapa kwetu Bongo Tanzania naweza kutajia watu kama kina Mr Blue, Shanifahamu vizuri, ni miongoni mwa wasanii ambao toka wametoka yuko tu hapo vizazi na vizazi. Barnaba Classic ni moja kati ya wasanii ambao pia ameweza kumaintain, na wasanii wengine wengi tu you can mention. But today nataka tumzungumzie mmoja kati ya memba wa kundi la Yamoto Band, Aslay Nasoro Isihaka Mkangafu. Mmoja kati ya washikaji kutokea pale Temeke, alionekana na kipaji chake mapema kabisa katika maisha yake ya utoto, akatoa ngoma akaweza kushine, akaja akafanya poa alivyokuwa na kundi la Yamoto Band. Lakini baada hata ya kundi kuvunjika, ni miongoni mwa wasanii ambao waliendelea kufanya poa. Kama utakuwa ulifuatilia vizuri kipindi ambacho Aslay Isihaka alikuwa anafanya poa katika game ya muziki Tanzania, alikuwa na uwezo wa kwenda kwenye stage na mashabiki wakaimba nyimbo zake, akawa ana hype tu. Unajua zile, kama ni mtu ambaye unaendaga kwenye ma stages, ma event ya wasanii na pongelea hyping, utakuwa unaelewa nazungumzia kitu gani. So ni moja kati ya washikaji ambao walikuwa na hiyo power, walikuwa na ushawishi, walikuwa ni watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuimbisha mashabiki. Alikuwa na kipawa kizuri sana cha kuandika ngoma nyepesi ambazo mashabiki wangeweza kuzishika na kuishi nazo. So Aslay aliwahi kwenda kwenye show moja, kuna baadhi ya ngoma kama mbili, nadhani ni Mhudumu na Likizo, zile ngoma ziliimbwa na mashabiki tu. Nakumbuka neno lake moja alisema, imbeni ninyi kwenye chorus. Ushanifahamu vizuri. Time ikapita, of course wasanii wengine wakaendelea kuja, lakini pia hata wale manguli ambao wamekuepo hapo on top always waliendelea pia kufanya poa. Taratibu game ya muziki Bongo Flava na mashabiki tukaanza kumsahau Aslay. Aslay akaenda akapotea, zikaja tetesi kwamba mchizi amekuwa ni cha pombe na nini, lakini good news akaibukia kusainiwa na record label ya Son ambayo ina operate na wasanii wa Afrika. Ushanifahamu vizuri. Pamoja na hayo yote, still Aslay sio Aslay yule ambaye alituimbisha ngoma mwanzo mwisho. Sio Aslay yule ambaye aliachia ngoma 3 kwa mkumpuo na zote zikahiti mtaani. Sio Aslay yule ambaye alihit bila promo, bila kiki, bila video kali, just audio tu na kila mtu aliimba nayo. So hizi ni sababu 5 ambazo zilikuwa ni anguko la Aslay Isihaka Nasoro Mkangafu. Baada ya Aslay kuhit sana, kitu ambacho kilimwangusha ni lifestyle yake. Kama utakuwa unakumbuka, Aslay alijikuta ameingia kwenye matumizi ya pombe, alijikuta amekuwa na lifestyle ambayo yeye mwenyewe anakiri kwamba ilimrudisha nyuma sana katika maisha yake ya muziki. Nadhani ni baada ya kuingia kwenye mikasa ya ugomvi na mwanamke wake, hapa namzungumzia Tesi ambaye wana mtoto mmoja. Baada ya kuachana kwao, Aslay alibadilika kabisa mentality yake, lakini pia tabia zake zilibadilika, ikampelekea kuwa anatumia sana, pengine kupita kiasi, pombe. Ushanifahamu vizuri. Yeye mwenyewe pia alikiri kwamba moja kati ya vitu ambavyo vilimwangusha katika safari yake ya muziki ni matumizi ama lifestyle mbovu. Alikiri alipokuwa akifanya interview na Millard Ayo kwenye show ya Amplifier. Ushanifahamu vizuri. So tunaweza tukasema kwamba lifestyle ya Aslay kuna point ilifika ilimwangusha, pengine ilimpotezea umakini, alishindwa kumakinika, alishindwa kufikiria kuhusu game, akajikuta anapoteza umakini kwenye game, kitu kibaya sana kwa msanii. Akajikuta tayari ameshapoteza ile influence ambayo alikuwepo nayo. Ukumbuke unapokuwa on top, watu pia wapo chini wanatamani, wanakupania, so wanafanya kazi mara mbili ya zile ambazo unazifanya. You need to pay attention unapokuwa on top. Ushanifahamu vizuri. Lifestyle ya Aslay Isihaka ilimpoteza na kumfanya arudi kuwa msanii wa kawaida tu. Lakini kama haitoshi, baada ya lifestyle yake kuwa mbovu ikamshusha kidogo, alipata kismati. Kismati hicho ni kusainiwa na music record label duniani ambao ni kubwa sana. Hapa nazungumzia Son Music kwa upande wa Afrika Mashariki, hasa kwa hapa Tanzania.
walisainiwa wasanii watatu. Hapa namzungumzia Abigail, Abby Chams, Young Lunya, lakini pia Aslay Isihaka na Soro Mkangafu. Of course, tunafahamu kwamba ni ngumu sana, na pengine kama kuna mfano niandikie kwenye comment, msanii ambaye alisainiwa na Sony Music akafanya poa, akashine, akafikia stage nyingine ya mafanikio. Let me know kwenye comment section. But kwangu mimi nina mifano kama ya kina Alikiba, walikuwa rockstar, of course ipo chini ya Sony Music, ushanifahamu vizuri. Lakini pia kina Omari Nyembo, hapa anamzungumzia Ommy Dimpoz, pia aliwahi kupita pale rockstar. But mwisho wa siku ama jamaa wote walitemana kabisa na michongo ya kusainiwa na record label ya Sony. Sasa sijajua kwa Aslay, Abby Chams pamoja na Young Lunya nini kiliwavuta, lakini kwangu mimi nafikiri kusainiwa na record label ya Sony ilikuwa pia ni anguko la pili la Aslay Isihaka ambalo lilikuja kama baraka. Ushanifahamu vizuri kwa sababu tunafahamu kwamba toka amesainiwa pale atuoni yule Aslay ambaye sisi tulikuwa tunamdhania atarudi kuwa Aslay mkali na nini, pamoja na uwekezaji na vitu vingine kama hivyo. I don't know kuna issue gani ambayo inaendelea kati ya wasanii hasa kwenye record label ya Sony Music, but baada ya kusainiwa kwa Sony Music, Aslay kusainiwa kwenye Sony Music record label, lilikuwa ni anguko lake la pili ambalo lilikuja kama baraka. Nature ya game yetu ni sababu nyingine ambayo imemwangusha sana Aslay Isihaka. Utakubaliana na mimi kwamba game ya Bongo Flava iko very aggressive, na mtu ambaye hawezi kuendana na kasi hiyo anatoka nje ya mchezo. Kwa mfano, tuna wasanii wengi ambao wana ngoma kali, unajua, wana uwezo mzuri wa kuandika, ni wasanii wazuri sana kwenye kuimba. Hapa nazungumzia watu kama kina Kusa, watu kama kina Dayo, ushanifahamu vizuri. Lakini unafikiri kwa nini haya machizi hawashine? Ni kwa sababu game yetu ya Bongo Flava inahitaji uwe aggressive kwenye mitandao ya kijamii, kwenye kuinvest, kwenye kujua kutrend, ushanifahamu vizuri. Kuna watu ni mabingwa wa kutrendisha vitu, so you have to know unatumia njia gani kuhakikisha kwamba una trend. Ukimess up tu baadhi ya vitu vinakufelisha. Aslay wakati ana hit hakuwa msanii ambaye alihiti kwa sababu hizo. Sio msanii ambaye alitumia media, sio msanii ambaye alifanya kutrend, sio msanii ambaye alikuwa na chokochoko nyingi. Ilikuwa tu ni time yake ya kushine, ila ku maintain lazima hivyo vitu vihusike, na Aslay hana vitu hivyo, kitu ambacho kinamkosti kulingana na nature ya game yetu. Game yetu inataka uwe mtu wa aina hiyo, otherwise utabaki kuwa msanii wa klasi ya chini, au utapotea kabisa kama ambavyo wamepotea wasanii wengine ambao ni wakali ndio wako very talented. Sababu nyingine ni nadhani ni kukosekana kwa washauri wazuri wa Aslay Isihaka. I don't know ni kina nani wapo karibu na Aslay kwa sasa, hasa ambao wanaojua muziki wa Bongo Flava, hasa ambao wanaelewa game ya Bongo Flava inaenda vipi. I don't know team ya Aslay kwa sababu Aslay si mtu kuweka public mambo yake, but I think Aslay anahitaji msaada pengine wa kifikra kuhusu namna gani ya kuhakikisha kwamba anaiokoa career yake ya muziki. Akiendelea kutoa ngoma zile zile, akiendelea kutumia strategy zile zile, akiendelea kufanya mambo yale yale, akiendelea kuroll na watu wale wale, hiki ni kitu ambacho kitamfelisha sana Aslay. Anahitaji pengine labda ushauri wa kizazi kipya ambacho kipo kwenye media au influencers. Unaweza kumshauri ni kitu gani ambacho anaweza akakifanya na kikaa ni kitu noma kabisa, kwa sababu Aslay ni talanta kubwa, lakini kinachomfelisha ni strategy zake ambazo anazitumia katika kuleta ngoma zake ama product yake sokoni. We all know kwamba this time around muziki ni biashara, na ni biashara kubwa ambayo inahitaji userious. Ukiendelea kufanya vitu vile vile katika style ile ile utapata matokeo yale yale. Cha mwisho, turning back huwa ni kitu kigumu sana katika maisha. Hii ni katika nyanja zote, iwe kiuchumi, iwe katika siasa, whatever. Kwa mfano, ukichukua mfano wa wasanii ambao kuna kipindi wasanii walikuwa wanafanya poa miaka ya nyuma, ni kama kulikuwa kuna kampeni ya kuwarudisha, kuwa promote, kuwapa nguvu tena, kuwekeza kwao. Lakini mwisho siku nini kilitokea? Wale wasanii waliendelea kuzoeleka kawaida, kwa sababu turning point huwa ni kitu kigumu, na pengine kinahitaji mipango ya muda mrefu na mtu ambaye yuko smart sana. Lakini kama haitoshi, unahitaji kuwa mvumilivu, pengine kuendelea kujaribu na kujaribu na kujaribu tena. Mwisho siku unaweza ukajikuta umerudi tena kwenye ile momentum ambayo ulikuwa nao before. So nadhani kitu kingine ambacho kinamtesa pia Aslay Isihaka ni ile mentality ya turning back, like the king is back. Unajua zile like kwamba Aslay sasa nimerudi, unajua kama kuna mtu kwa amekalia kiti changu na nini apishe. Nadhani hiki ni kitu ambacho kinamtesa sana Aslay. So turning back, it's another point ambayo inamkwamisha sana Aslay Isihaka all the way from Dar es Salaam Temeke. Nimesema hili baada ya kuona kuna mvutano ambao ulitokea. Of course kuna moja kati ya presenters hapa Bongo alimshauri Aslay Isihaka, aliainisha mawazo yake. Aslay akasema
ungenipigia simu mwanangu ili uweze kunishauri. Hapo ulichokifanya hujanishauri. Lakini tatizo lingine ni kwamba watu wanadai eti Aslay si mtu ambaye anapokea sana simu, hasa kama hauna ukaribu huo. I don't know kama mchizi angepiga ingepokelewa, but Aslay alileta malalamiko hayo. Na mmoja kati ya mameneja ambao waliwahi kummeneja Aslay Siaka, hapa namzungumzia Chambuso, alikuja pia pale kwenye comment akasema ngoma hampigi. Ushanifahamu vizuri, lakini bado mnakuja kukandia kitu ambacho kinazidi kutuumiza, ama anaonyesha kama ni kitu ambacho kinawanyongonyesha yeye pamoja na Aslay. Tunafahamu kwamba Chambuso pamoja na Aslay ni watu ambao wametoka mbali kwa muda mrefu, na ukiacha manager ni watu ambao ni washikaji. So ni kama kuna hali fulani hivi wako nayo management yake au washikaji zake kama kampani yake, ya kuona kama media imewaacha, afu bado tena wakitoa ngoma kuna watu wanakuja kama kuwakandia au kama kuwakosoa, kitu ambacho kwa mtazamo wao hakikuzi game yao ya muziki. Ushanifahamu vizuri. Of course Aslay ameachia ngoma mpya inaitwa Natulia. In case kama hujasikiliza, nenda kaisikilize. Audio imetoka masaa machache yaliyopita, lakini video pia imetoka nadhani kama masaa 4-5 hivi yaliyopita. Ushanifahamu vizuri. So nenda pale YouTube katazame. Of course ngoma kali, video kali, lakini kinachokosekana hapa ni strategies tu. So let me know kupitia kwenye comment section, niambie kwa upande wako unaona nini bana ambacho kimemwangusha Aslay Siaka. Asante kwa kunisikiliza. Naitwa Godwise.